Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapa ni katika kata ya Mlangarini, maeneo ya Chekereni, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti kuhusiana na safari ya mwisho ya kumwaga Elizabeth Franki Msangi, binti mwenye umri wa miaka 25, ambaye siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 katika kitongoji cha Otulelei, kata Elboro, jijini Arusha, alikutwa ndani kwake akiwa ameuawa kwa kukatwa maeneo ya shingoni na kujeruhiwa maeneo mbalimbali ya mwili wake kwa kutumia vitu vyenye ncha kali. Jeshi la polisi lilimchukua marehemu na kwenda kumhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti, lakini msiba ulikuwa kwa bibi yake huku Chekereni. Elizabeth alikuwa anafanya kazi mjini, kwa hiyo yeye alikuwa amepangisha maeneo hayo ya Ilboro, Mianzini kwa juu. Leo anaagwa hapa na marafiki, ndugu, jamaa, ili asafirishwe kutoka hapa kuelekea Babati mkoani Manyara, ambapo atapumzishwa kesho katika nyumba yake ya milele. Elizabeth alikuwa anategemeka na bibi yake na mdogo wake Karen, lakini vile vile pamoja na ndugu yake mwingine. Sasa hivi bibi hana mtegemezi tena. Waswahili wanasema unapokatiza uhai wa mtu, ufahamu kwamba kuna watu walioko nyuma yake, na ukiwakumbuka hao, basi ingalau uwe na moyo hata wa hofu ya Mungu. Kwa sasa bibi hana matumaini tena. Juzi tulizungumza na mdogo wake akieleza kwamba ni nani atakayemsaidia katika maisha haya, ile hali dada yake ndiye alikuwa anamlipia kila kitu shuleni. Tumezungumza na baadhi ya ndugu, jamaa na marafiki, na tumezungumza na mlezi wake ambaye kuanzia darasa la kwanza alisoma shule ya St. Jude, ambapo alikulia katika mazingira hayo ya hofu ya Mungu mpaka alivyomaliza kidato cha 6. Baadaye akapata scholarship, akaenda kusoma chuo, akamaliza na akapata ajira yake ambayo hata hajaanza kula matunda. Watu wakatili wamekatisha uhai wake. Apumzike kwa amani Elizabeth, binti huyu ambaye alikuwa nguzo katika familia yake, hususan bibi yake pamoja na ndugu zake. Naitwa Vivian Deus, ni meneja mwandamizi wa kitengo cha program maalum shule St. Jude. Tulimpokea Elizabeth tangu akiwa darasa la kwanza. Alipomaliza kidato cha 6 ndipo nilimpokea upande wangu kwenye program inayoitwa Beyond St. Jude's. Kwa Kiswahili ni baada ya St. Jude. Alijitolea kwa mwaka mmoja kwenda kufundisha kwenye shule za serikali, na baada ya hapo kwa ufadhili wa shule ya St. Jude alienda kusoma chuo kikuu cha Mzumbe, ambapo alimaliza degree yake ya Economics and Population Development. Baada ya hapo alifanikiwa kupata ajira kwenda Safari Souls. Kwa kipindi chote ambacho mimi nimefanya kazi na Elizabeth, nimemjua kwa mtoto mpole, mwema, mkimya, ambaye hana mambo mengi. Kwa hiyo jambo hili limetushtua, limetusikitisha, limetuogopesha, lakini pia kuona kwamba nyota ambayo ilikuwa imeanza kung'aa, nyota ambayo ilikuwa imeanza kunyanyua wenzake. Sisi shule ya St. Jude tunaenda na moto ya fighting poverty through education. Alikuwa ameanza kupambana na umaskini kupitia elimu aliyopatiwa, lakini bahati mbaya nyota hiyo imezimwa. Basi tunamwombea na apumzike salama. Kama walivyo wanafunzi wetu wengi wote wa shule ya St. Jude, lengo lao ni moja, kwamba waweze kuikomboa familia yao kutoka kwenye umaskini. Watoto wengi ambao wanakuja shule ya St. Jude ni watoto ambao yamkini wao ni wa kwanza kwenda chuo kikuu. Kwa wanapotoka wanakuwa nguzo na msaada kwa wazazi wao. Na hiyo haikuwa tofauti kwa Elizabeth. Elizabeth ana bibi, ana baba, ana mama, ana wadogo zake, wadogo ambao alikuwa anawasomesha, lakini pia alikuwa akimtunza bibi yake mwenye miaka 91. Ni pengo kubwa ambalo ameliacha na sijui kama litaweza kuzibika.
Hakuna jambo lolote ambalo linaleta usawa katika kufanya ukatili, aidha kwa mwanamke ama kwa mwanaume. Lakini inapokuwa jambo zito kama hili, ninaomba kwamba serikali, jeshi la polisi halitalala, halitatulia mpaka huyu mtu aliyeamua kufanya jambo hili la kikatili amekamatwa na amefikishwa kwenye vyombo vya sheria. Utu wa mtu, kama ilivyo katiba yetu, utu wa mtu lazima ulindwe. Utu wa mtu una thamani. Kwa hiyo natamani kuona serikali ikilichukulia hili jambo kwa hali ya juu sana. Lakini pia niombe tu watu wote ambao wako kwenye haya mahusiano, ama upo pamoja ama hata mkiwa kazini, kama mmeshindwa kuzungumza, ni afadhali mkaacha kuliko kujichukulia sheria mkononi. Kwanza kabisa napenda kutoa pole kwa familia, napenda kutoa pole kwa jumuiya ya alumni of the School of St. Jude. Wapo takriban 2000 Tanzania na dunia nzima, na ninajua kwamba kifo hiki kimewagusa. Tumewaona jinsi ambavyo wanatupigia simu, wakituma rambirambi, wakijitoa. Wamekesha pale kwa bibi kwa siku hizi 4 mfululizo, wakihakikisha kwamba yale mambo yote ya kijamii yanafanyika. Kwa hiyo ninawapa pole, najua wameumia, lakini pia ninawashukuru sana. Kunalo tumaini kubwa kwa jumuiya hii. Lakini pia napenda kutoa pole kwa jumuiya ya Safari Souls waliokuwa wanafanya kazi na marehemu Elizabeth. Tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo wamenyanyuka na kusimama pamoja na sisi. Kwa kweli mimi naitwa John Ernest Masua. Ninasali kanisa la Kristo Mfalme Chekeleni. Nimesikitishwa sana na kifo cha huyo dada. Kwa kweli kama unavyofahamu, St. Jude wana ushirikiano na masista ambao tuko nao kama ndugu, tunasali nao pamoja. Na niliposikia mara ya kwanza kifo chake, kwa kweli nilishindwa kutafakari. Imefika mpaka hatua hiyo, binadamu anatoa uhai wa mtu mwingine kirahisi tu. Na mimi napenda kutoa ushauri kama ikiwezekanika serikali. Huu mkoa wa Arusha umekuwa na matukio mengi sana. Matukio ya kikatili, matukio watu wanajichukulia sheria mkononi. Mimi naomba, ombi langu, ikiwezekanika mkoa wa Arusha uwe kanda maalum. Kanda maalum kwa sababu gani? Ulinzi huo wa kutosha. Kwa sababu ukiangalia katika mikoa yote, mikoa ya Arusha matukio tumeyachoka. Ni kila siku yanafanyika. Uwizi, ujambazi, watu wanatumia madawa kulevya, watu vijana hawajielewi, wanakosa heshima. Kwa hiyo tukipata kama kanda maalum hivi itatusaidia katika kuishi kwa amani. Majina naitwa Edmund Milanzi, mwenyeji wa hapa Chekeleni. Huu msiba umetugusa sana, hususan ukiangalia bado ni kijana mdogo sana. Alafu ukiangalia struggle zake za maisha, familia anayotokea, kiukweli imegusa wengi sana. Angalia bibi amemlea tangu akiwa na umri wa miaka 3 mpaka amefanikiwa kufika chuo na Mungu akambariki kupata ajira. Ajira yenyewe hajaitumikia vya kutosha. Kufumba na kufumbua yamekuja kutokea matendo ya kiukatili kama haya. Kiukweli ni vitu vinaumiza sana. Hivi vitu visikie tu kwa watu, lakini vikiwa around maeneo uliokuepo ndo unaona kabisa kwamba kwa kweli matukio haya yamezidi sana kushamiri, hususan hapa Arusha. Kila siku tukifungulia vyombo vya habari tunasikia tu matukio haya, mara huku. Kiukweli inauma sana. Yaani bibi alisimama kama nguzo ya huyu binti. Mpaka akaja akapata hiyo scholarship ya kwenda St. Jude kusoma. Akawa anarudi hapa, tunawaona binti vidogo na nini vikaja mpaka amemaliza shule kuelekea chuo Morogoro. Anarudi hapa, tunaonana naye, tunacheka naye. Kwa kweli inauma sana. Na binti ambaye alikuwa mcheshi, na binti ambaye alikuwa na ndoto pia. Na anaona ndoto zake zilikuwa zinaanza sasa kukamilika. Lakini sasa kama unavyojua, sasa hivi tunaambiwa tuwaogope wanadamu kuliko wanyama. Yaani wanadamu utu umetuondoka. Na hiyo husababishwa na kwamba yaani vijana wengi au wanadamu kwa sasa hivi, kulingana na haya matukio, inaonekana jinsi gani watu walivyokuwa hawana hofu ya Mungu. Na hii hofu ya Mungu inatokana na malezi. Tukifeli kuwalea watoto vijana wetu kwenye misingi ya hofu ya Mungu kupitia dini zetu,
na imani zetu, haya matukio yatakuwa yanajitokeza mara kwa mara. Lakini kwa mtu ambaye ana hofu ya Mungu na anajua kuna kesho, anajua kuna maisha, hawezi kufanya matukio ya ajabu kama haya. Kiukweli yanagusa jamii sana na yanaonyong'onyesha sana. Wito wangu kwa jeshi la polisi waendelee kufanya wajibu wao, ili hata watu ambao huyu mtu ambaye amesababisha hili tukio aweze kukamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi na hatimaye afikishwe kwenye vyombo vya sheria na sheria iweze kuchukua mkondo wake, maana bila hivyo matukio yatazidi kujirudia mara kwa mara na inaleta taswira mbaya sana kwa jamii ya sasa. Jina naitwa Inviolata. Mimi msiba umenigusa cause mimi na Eliza tulisomaga kuanzia tukiwa wadogo sana. Tulikutana shuleni mpaka tulipomaliza form 6. Sema kwa bahati mbaya mimi nikaenda chuo kingine na yeye akaenda chuo kingine. So ndo hapo nilipomjulia Eliza. Eliza alikuwa ni ule mtu, tuseme ni ule mtu ambaye alikuwa hana makuu na watu, alikuwa ni mstaarabu sana. Hata in case maybe mkigombana naye, unaweza pia mkasolve, yeye ndo anakufuata uombe msamani, yani msamiane. Regarding kupata taarifa, kweli in my side mimi nilitumiwa picha. Sikutilia maanani, manake sisi huaga tunatumiana tu picha na wenzetu nini. Hasa nilikuwa kazini, lakini baadaye nikaja nikaona hiyo picha imepostiwa na media inaitwa Kusaga, then nilikuwa shocked. Yani kiukweli nilikuwa surprised kwa nini yani imetokea hivyo, kwa sababu pia alikuwa ni mtu wangu wa karibu, ile kama tuna status viewers hivyo, kuambiana yani kusalimiana tu, hata kukutana nao, kukutana naye barabarani hivyo. Na pia funzo ambalo nilipata hapa, I can't judge, sijui uhalisia mpaka sasa hivi nini kinachoendelea kuhusu kifo chake, ila kama nilivyosikia tu kuuawa hivyo. Mimi nasema tu funzo nilopata, it's better tuwe tunatoa taarifa in case hata kama una changamoto, unahisi maybe itatokea kitu fulani, ni bora hata tuwe tunawahusisha ndugu, jamaa na marafiki, ili in case ikaja katokea tatizo lolote kuwe kuna a way out ya kufanya ili jambo liweze kufanyaje kutatuliwa. Grace Eliza tumesoma naye tokea grade 1 mpaka form 6. Eliza tumeishi naye vizuri, maana tumekaa boarding kwanza tukiwa wadogo, kuanzia grade 4 I think mpaka form 6. So alikuwa ni mtu ambaye yuko charming, yuko friendly na kila mtu, na alikuwa na makuna mtu yoyote. Msiba tulipata tu kwenye groups, ilitumwa picha kwamba Eliza ameuawa akiwa nyumbani kwake. Ndio hivyo taarifa tulizozipata mpaka mwisho wa siku tulipokuja kutangazwa rasmi kwamba Eliza kweli amefariki. Kwa zingatie, maana kama ameweza kukuambia kwamba kuna siku atakuua, itafika kweli siku na atafanya hicho kitendo kweli. Kwa wangu tu yani kwamba kama unajua kuna mtu kwenye mahusiano, ni beta ukawaambia watu wako karibu ambao unaweza kuamini, maana sasa hivi kila kitu kimebadilika kwenye hii dunia. Francisca Evans. Kwa wengi hapo tumesoma shule ya St. Judy, wengi tunatokea disadvantaged families. Kwa hiyo unapokatiza uhai wa mtu, unatakiwa ufikirie na watu wanaoacha, watu wanaomtegemea, kwa sababu most of us tunakuwa ni tegemezi kwa familia zetu. Eliza alikuwa mcheshi, mpole, na mimi namkumbuka Eliza kwa kuwa alikuwa na akili sana darasani. Eliza alikuwa kwenye namba, yani top 10 mkosi. Ndio. Mimi nilipata taarifa hivyo kwenye grupu. Ilitumwa picha, ndo kuangalia picha nikaona ni ya Eliza. Nikaona namfahamu. Ndio. Nimejifunza kwamba mtu anapokuwa rafiki yako au mwenzako, anapoanza kuwa violent kwa namna yoyote ile, inabidi utilie maanani, uogope. Wengi, kwa sababu shule yetu imetuunganisha sisi, yani tuna ushirikiano continuous kutokea shule. Kwa hiyo ni wengi, watu wengi wanamfahamu, na shuleni kwetu tumesoma watu wengi kama zaidi hata 2000. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wote wale walikuwa wanamjua Eliza. Ni pigo kubwa kwetu sisi kama wanafunzi wenzake. Hatukutegemea wala hatukutarajia, ila ni mapenzi ya Mungu. Nilipata taarifa siku ya Jumaa, hiyo siku ya tukio, muda kama saa 7. Kuna rafiki yake alinipigia simu akaniambia kuna taarifa amepata kwamba Eliza amefariki. Nikabidi nifanye mawasiliano na watu wa kazini kwake. Nikawa nimepiga simu kadhaa. Ndo baadaye nikaja nikaona kwenye taarifa ya Kusaga kwamba Eliza ametotoka. Kama wanafunzi, kama unavyoona hapa,
wanafunzi wenzake wengi sana wametokea. Kwa hiyo funzo ambalo nimepata ni kwamba tuchukue tahadhari sana kwa mambo ambayo tukiona red flags zozote ambazo zinatokea tujitahidi sana kuzicatch kwa wakati. Mimi ni mwenyekiti au rais wa Alumni Association at the School of St. Jude. Kwa hiyo kuorganize mambo ya rambirambi, kuorganize watu kuja kwa ajili ya kuaga, kuorganize usafiri na vitu vingine vyote ambavyo vinatokea kwenye misiba ya mwanafunzi mwenzetu akitoka. Tunatarajia kwenda kumzika Babati Jumatatu.